Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika dirisha kubwa la usajili kuelekea katika msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026-2027 ambapo vilabu vikubwa nchini Tanzania, Simba Sports Club na Yanga Sports Club ni vilabu ambavyo vinatoana udenda. Hii ni kutokana na kwamba vilabu hivi ni vilabu vyenye mashabiki wengi. Kwa hiyo kwa upande mwingine, kila shabiki anataka kuona kile kitu kizuri kinaweza kuwa upande wake. Sasa fahamu, miongoni mwa tukio ambalo limeweza kutokea siku ya leo na kuweza kuwaacha watu midomo wazi ni kuhusiana na kitendo cha Selemani Mwalimu Gomez, mchezaji ambaye ni raia wa Tanzania mwenye umri wa miaka 21 ambaye anacheza katika eneo la ushambuliaji, ambaye aliichezea klabu ya soka ya Simba kwa msimu wa mwaka mmoja wa mkopo akitokea Wydad Casablanca Morocco. Siku ya leo ameweza kusaini kandarasi ya mwaka mmoja wa mkopo kuitumikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Sasa watu wengi hawakuamini, kwa sababu ikumbukwe siku ya Simba Day ya tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 klabu ya soka Simba waliweza kuonyesha short video, yani kipande kifupi cha video ambacho kimeonyesha Selemani Mwalimu Gomez akiongea kwamba atakwenda kuitumikia klabu ya soka Simba kuelekea msimu mpya 26-27. Lakini siku ya leo tunavyoongea, mambo yamebadilika. Selemani Mwalimu Gomez ameweza kutambulishwa ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Sasa watu wengi walikuwa wakitaka kujiuliza, je, kwa upande wa klabu ya soka ya Simba Sports Club wao wanasemaje? Kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka Simba mwenye zamana ya kutoa kile ambacho kinaendelea, Ahmed anasemaje? Anasema hivi: wengi tumeingia kwenye taharuki baada ya kuona aliyekuwa mshambuliaji wetu kutambulishwa klabu nyingine. Kwanza ni wape pole wana Simba kwa taharuki hii. Sipo hapa kujieleza nini kimetokea. Kitu muhimu zaidi kwa sasa, tuwekeze nguvu kwenye mchezo wetu wa kesho Ngao ya Jamii. Hakuna tunachokihitaji zaidi ya ushindi. Kwa msimu miwili tumeikosa Ngao ya Jamii. Huu ndio wakati sahihi kuchukua taji hili insha Allah. Akili yetu, fikra zetu, mawazo yetu, nguvu zetu tuelekeze Amani Stadium. Safari tunatakiwa kuufunga msimu kwa ubingwa wa ngao, kufungua msimu kwa ubingwa wa Ngao ya Jamii. Tumedhihishwa tukuipenda Simba yetu, hiyo tuendelee kuipigania kesho yetu, tupate fursa wote. Huyo ni ndugu Ahmed Ali kwa upande wake akizungumzia kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri. Kumbukwe Ahmed Ali ndiye msemaji wa klabu ya Simba kwa sasa. Focus yao wao ni mchezo wa Simba. Kwa hiki ambacho kinaendelea, wao hawana mpango nacho. Sasa tunakupa short story kidogo kuhusiana kwa nini Selemani Mwalimu amechagua klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Fahamu, Selemani Mwalimu Gomez hapo awali alikubaliana na klabu ya soka Simba kila kitu kwa ajili ya kujiunga na klabu hiyo kwa mkopo wa msimu wa mwaka mmoja, lakini Simba ndio ambao walidelay ama walichelewa kuweka hela za usajili wa mkopo ndani ya klabu ya soka ya Wydad Casablanca, na ndipo klabu ya soka ya Yanga wakachukua nafasi hiyo kuweza kuongea na klabu ya soka ya Wydad kuona ni kiasi gani ambacho Simba walikitoa ambacho cha dola 50,000. Wao Yanga wakaweza kuweka dola 200,000 kwa ajili ya kumchukua kwa mkopo wa mwaka mmoja mchezaji huyo Selemani Mwalimu, lakini Selemani alikuwa yuko tayari kutoa dola 20,000 kama sehemu ya mshahara wake kwa ajili ya Simba kumsajili, lakini Simba wakaona hizi ni propaganda za kimitandao kwamba Wydad unataka kufanya hivyo ili Yanga ama dau lake lipande, lakini ndio hivyo, Yanga wakaweka dola 200,000, Simba wao wakiendelea kusema kwamba mchezaji ama deal linaloendelea kwa sasa ni deal la kimkakati. Na ndio hivyo, mara baada ya Wydad na Yanga kufikia makubaliano na mchezaji mwenyewe kumtoa kwa mkopo, basi ndio hivyo, Selemani Mwalimu Gomez kuelekea msimu ujao ataitumikia klabu ya soka Yanga. Lakini kauli ya Ahmed Ali kwa sasa, kinachoendelea ni kwamba wao
wa focus na michezo inayoendelea. Nini maoni, mtazamo kwa kile ambacho kinaendelea? Tuamini katika comment na sisi tutakuja kuyasoma.